Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya punda. Kumuona mpendwa wako akiwa mwenye furaha. Kukubali kitu kwa haraka. Mtu kuiulizia safari yako na mipango yako pia. Kujilaumu kwa kutosema jambo mapema. Utajitahidi kuikataa hali fulani unayoipitia. Kuumizwa na kitu ambacho hukutarajia. Utahitaji kitu kwa haraka lakini kitachelewa. Utapatiwa heshima au salamu yenye heshima. Utaambiwa jambo litakalo kusisimsha mwili. Kuona pesa nyingi sehemu. Inakujulisha utapata wakati wa kujivunia na kufurahia. Nyota ya mshale. Kupatiwa maelekezo ambayo utayasahau. Kuwazia mali au kitu kikubwa chenye faida. Kuirudisha namba ya mtu ulioifuta. Watu kugombana. Kulalamika maumivu ya sehemu. Utakuwa mlezi sana kwa wakati huu. Watu tofauti kukuelezea mambo yao. Utatumiwa pesa na watu tofauti. Homa kali kuondoka mwilini mwako. Kupima ujauzito kwa mwanamke. Hali ya kichefuchefu itakujia. Kukaa sehemu na kujihisi kuwashwa sana. Unapatiwa taarifa ya kutoka sehemu hiyo. Kuna uhatari usiouona. Utazungumza na nyanya yako au ndugu ambaye hujawasiliana naye kwa muda mrefu. Utakapoona dalili ya mvua, tarajia jambo zuri kukufikia. Utapata pesa itakayo kuondoa mawazo yako uliyokuwa nayo. Kutoa sifa nyingi zinazomhusu mtu. Nyota ya Simba. Faida au ongezeko la kitu linaingia. Kuweza kumudu jambo ambalo wengine walijua utashindwa. Jitihada zako zinafanya utamani mengi ya kufanya. Kujisemesha mwenyewe kila wakati. Wazo lako la asubuhi litakuwa na nguvu kubwa ya kutimia, ikiwa utalifanyia kazi. Kumfikiria mtu aliyekuumiza. Kupata taarifa ya kuhitajika sehemu kwa haraka. Utanusurika kwa jambo. Kwa hakika Mungu anakunusuru kwa mengi, na utayaona hayo. Mtu kuchukia baada ya kumwambia ukweli. Kuongea neno la tofauti ambalo litamfanya mtu acheke. Kuwekeza sana kwa kitu kinachokupa ugumu. Pendekezo jipya linaingia katika kazi, biashara, uhusiano au ndoa. Nyota ya Nge. Kupata simu nyingi za kazi. Maagizo kuwa mengi. Kumuota mtu sana. Zingatia ujumbe anaokupatia. Kitu kipya kufikia mikononi mwako kabla ya wengine. Utapata safari nyingi bila kupumzika. Tatizo ulilolipitia limekukomaza kiakili. Utafanya jambo bila kusita. Kwa baadhi yenu utajihisi kushindwa kutokana na kukosa mwelekeo. Nguvu mbaya inakuandama kukuangusha. Utakiri kitu baada ya kuulizwa. Nyota ya Kaa. Kuna muda utakuwa mwenye wasiwasi sana. Kuteswa kihisia kwa jambo. Moyo wako unaweweseka kwa mtu unayempenda. Utalificha tatizo ulilokuwa nalo. Kujiandaa kwa ukaguzi unaohitajika kufanyika. Nyota ya Samaki. Kutafuta mtu wa usaidizi katika kazi. Kupatiwa picha za zamani kwa watu unaowafahamu. Kufika sehemu ulipopatamani. Mtu atakwambia kuwa yuwakupenda. Nyota ya Ng'ombe. Kukoseshwa raha na mtu. Kuulizia kitu sehemu tofauti ili upate uhakika. Utapata ishara ya kitu kipo sahihi kwako. Utakuwa na amani baada ya kuongea na mtu. Kukisia kitu. Utamfanyia mtu wema atakao kukumbushia. Kwa baadhi yenu katika biashara kutakuwa na ugumu mno. Utakapoziona namba 4444. Tarajia kupata pesa kuanzia siku 2 mpaka 5 zijazo. Ng'ombe. Kubali kukosolewa, ili ujue wapi unapokosea na kwa kujirekebisha. Nyota ya Mbuzi. Mtu anakumbushia yaliyopita. Wakati wa asubuhi na jioni, utakuwa na nguvu ya kuvutia kitu unachokitaka au kuomba. Kumuona mdudu mwenye rangi zilizojipanga kwa mistari meupe na nyeusi. Anakujulisha bahati, hasa kwenye mapenzi na umoja wa watu wengine. Kwa baadhi yenu mtapata mafanikio ambayo ulihangaikia kwa kipindi cha nyuma. Nyota ya Mashuke. Mtu anakutazama sana kila anapokuona. Kumwelezea mtu kitu unachokihisi.
Utakumbushiwa jambo lililokupa majonzi. Mtu atashindwa kuzuia hisia zake kwako. Mambo mengi kufunguka kwa sasa, yaani kujua vingi. Utamsaidia mtu kwenye kesi yake. Pia unaweza kusuluhisha tatizo kwa watu, hasa wenye ndoa au uhusiano wowote. Kukaa sehemu ya mtu ya biashara, na atapata wateja wengi sana ambao atawafurahia. Nguvu yako inahitaji utoe msaada na upokee msaada pia. Kwa baadhi yenu, punguzeni mawazo. Kila kitu kitakuwa sawa kwa wakati wake. Nyota ya Ndoo. Utajua kuwa unaongelewa sana. Utategemea kupata taarifa kwa mtu, ila hatakuwa na ujumbe wowote. Kuona sehemu nyingi yenye vichuguu au miinuko midogo ya ardhi kama mlima. Unajulishwa jambo litakalotendeka kwako, kukuinua au kukuvusha hapo ulipo. Kupata mafua baada ya harufu kali ya kitu. Kutopokea simu ya mtu atakapokupigia. Utafanya maandalizi ya kitu. Kwa baadhi yenu, kupoteza pesa au hitilafu yoyote kutokea. Nyota ya Mizani. Wengi wenu mnateseka kwenye mapenzi. Ndoto ya usiku itakupa hofu. Ujio wa mtu utakuwa na kukera sana. Kwa baadhi yenu, mtu atahitaji kuongea na wewe kwa jambo muhimu. Utakabidhiwa kitu. Kuelezewa changamoto za mtu. Utatamani uadui wako na mtu uishe. Kumwagikiwa na kitu. Ikiwa ni cha kukuumiza, unakanywa kwa jambo. Ikiwa ni cha kawaida, unatulizwa na kuepushwa na ubaya. Mizani, acha kulalamika sana. Nyota ya Mapacha. Ukimya ni sifa kuu ambayo uko nayo. Hali hii humfanya mtu asijue mengi kutoka kwako mpaka utakapomwambia, na endapo atakuuliza na uamue kusema. Kutumia muda mwingi wa kuandika. Kutoumizwa na kitu atakachokifanya mtu kwa lengo la kukuumiza. Mtu anahitaji upendo wako kwa sasa. Anahitaji ukaribu wako zaidi. Kujihisi kuchoka, jino kuuma au kupata mafua. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.